Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa ili tushirikiane nawe neno la Mungu kwa YouTube. Na kama uko na Biblia unaweza kufungua nami katika kitabu cha Mithali, mlango ni wa 30 mstari wa 24 kuendelea mbele. Biblia inasema kuna viumbe vinne duniani vilivyo vidogo lakini vina akili nyingi sana. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa hari. Uibari ni watu dhaifu, lakini hujifanyia nyumba katika miamba. Nzige hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja vikosi. Mchuzi hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. Kwa hivyo napenda kushiriki nasi mchana wa leo neno la Mungu, ujumbe kuhusu mpango, kuhusu maisha yako ya baadaye. Mungu ni Mungu ambaye ukiangalia kwa Biblia anasema kwamba ana mipango mizuri kwa ajili ya maisha mwanadamu. Na pia na sisi kama wanadamu, aswa wale ambao tunaitwa wana na mabinti wa Mungu, yastahili kuwa na mpango kwa ajili ya maisha ya baadaye. Sababu Biblia inasema kwamba mkabidhi Bwana mipango yako yote na mawazo yako yatathibitika. Nataka niseme kwamba wokovu si ujinga, bali ni busara. Maanake kwamba una busara kwa sababu ya Kristo kuwa ndani mwako. Biblia inasema kwamba ni upusi njia msalaba ni upusi kwa wale wanaopotea, na wanaoamini ni nguvu za Mungu zinazoleta wokovu. Pia wokovu si uzembe, bali ni nguvu ya kutuwezesha kufanya kazi kwa bidii, pia kwa akili nzuri. Ndio sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 mstari ni wa 10 kwamba kile mkono wako ama lolote ambalo mkono wako utakalolipata kulifanya, ufanye kwa bidii. Amen. So kwa hivyo nataka niseme kwamba wokovu si uzembe, bali ni nguvu na uwezo inaweza kutusaidia kufanya kazi kwa bidii na pia kwa akili. Wakati tunapofanya kazi, Biblia inasema kwamba kila kazi ina faida. Kuwa na mpango kwa ajili ya maisha ya baadaye. Tunaona hapa katika kitabu cha Mithali kuna wadudu hapo, wale ambao Biblia inasema kwamba ni dhaifu lakini wana akili. Kama vile chungu, yeye akipata chakula anakusanya, anakula na pia anakusanya kwa ajili ya maisha ya baadaye, sababu anaelewa kwamba kuna wakati ambao chakula hakitakuwepo. So kama mwana wa Mungu, wakati unapoishi hapa duniani, kuwa na mipango kwa ajili ya maisha ya baadaye. Mpango kuhusu maisha yako ya kiroho, mpango kuhusu afya yako, mpango kuhusu ndoa yako, mpango kuhusu kazi yako, mpango kuhusu pesa zako na hata chakula chako. Mpango kuhusu maisha yako ya kiroho manake kwamba unapokaa jifikirie, je, tangu niokoke ama mwaka tangu uanze kuna mabadiliko ama hapana? Na kama hapana, itabidi kwamba ujifanyie kazi kwa ajili ya maombi na kusoma Biblia na kusikiza neno la Mungu. Sababu kuinuliwa kiroho chenye kinajalisha ni namna gani uko mbele za Mungu. Pia kuhusu fedha, kuna watu wanapata pesa lakini anakula zote. Hawezi akajipanga akijua maisha ya baadaye. Ukipata pesa, jua kwamba kuna Mungu kwanza. Sadaka, fungu la 10, pesa za kutumia nyumbani na zingine ufungua account. Nataka niseme kuna msemo umekuwepo tangia zamani kwamba kula 5 weka 5. Ukiweka leo shilingi 200, kesho uweke, sitakuwa simeongezeka. Mwaka ukiisha utakuwa na pesa nzuri. Nataka nikuambie kwamba wale utaona baadaye maisha yao ni mazuri, chenye kinajalisha ni kwamba walifanya wakijua kwamba kuna maisha ya baadaye na wakajipanga. Na pia kama umepanda mimea shambani, wakati wa mavuno, kuna wale wanavuna na wanauza yote.
hajipangi kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya kuuza. Wengi wanauza yote na unapata mpaka wanalala njaa na wao wanalima. Yafaa ujipange kwa ajili ya maisha baadaye kwa chakula chako. Pia kuhusu ndoa yako, mwaka tangu uanze ama tangu tuanze kuishi pamoja, mimi na mwenzangu tumekuwa namna gani? Unajisaisha mwenyewe na unaamua kutengeneza ili kwamba ndoa yako iweze kuwa nzuri. Nataka niseme hivi kwamba kuwa na mipango kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, sababu kila mwenye unaona amefanikiwa ni matokeo ya mipango aliyokuwa nayo kabla ya ule wakati. Mungu akubariki na akutende mema. Kwa hivyo napenda niombe, na kabla sijaomba, akaunti yangu kwa YouTube ni Apostle Leonard Mabonga, na kwa Facebook ni Simiyu Mabonga Leonard, na nambari yangu ya simu ni 0720932783. Nataka niombe alafu itakuwa baraka. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya ujumbe ambao tumeusikia hata siku ya leo kuhusu mipango, kuhusu maisha ya baadaye. Mungu, umenena nasi kwamba wokovu si ujinga bali ni busara, kutusaidia kufikiria vizuri. Wokovu si uzembe bali ni nguvu ya kutusaidia kuweza kujipanga kwa ajili ya maisha ya baadaye. Tunapofanya kazi tusaidie tusiharibu. Chenye unatubariki tujue kwamba tunatumika na wewe na pia tunajihudumia katika maisha na kujipanga kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ndoa zenye siko na shida wasaidie kuwa na mpango, kazi na hata biashara. Fedha Bwana wasaidie kwa jina la Yesu. Na katika hili pia sababu tuko poni mwako, ponya huyo mgonjwa, tie nguvu, komboa mwenye amefungwa, rejesha kilichopotea. Asante maana umetenda, kwa jina la Yesu Bwana kuamini. Amen. Mungu akubariki na kutende mema. Shalom, shalom. Amen.